Kwa majina naitwa Profesa Edith Ndemanisho. Mimi ni mhadhiri hapa SUA, idara ya sayansi ya wanyama tangu 1983. Ndio niliajiriwa hapa kama assistant lecturer. Kwa hiyo leo ni profesa, namshukuru Mungu. Nimetumikia kichuo kwa miaka zaidi ya 30 sasa. Na nimekuwa nafundisha wanafunzi na tunafanya research za binafsi na za pamoja kama walimu kwa pamoja, alafu na zile za outreach ambazo naitwa outreach, zile maana yake unaenda kuwasaidia wafugaji. Kwa mfano mimi nimejikita sana kwenye mambo ya utaalamu wa ufugaji wa mbuzi wa maziwa. Na sio mbuzi wa maziwa peke yake, hata mbuzi wengine na kondoo. Na kwa kweli wanapenda sana kwa mfano tunaposikia kuna watu wana uhitaji wa namna hiyo, elimu naitoa kwa urahisi tu, haina shida. Ila nataka kueleza kwa kifupi tu jinsi ambavyo mradi wa mbuzi wa maziwa ulianza hapa idarani. Kuna sehemu inaitwa Mgeta huko milimani, kama kilomita zaidi ya 40 kidogo hapo, unaenda kwa masaa kama lisali moja, kwa sababu ni mlimani, barabara sio nzuri sana. Ila kwa uwezo wa serikali kwa muda mrefu wamekuwa wanaiboresha. Sasa hivi nasikia hata magari madogo yanakwenda. Kwa hiyo imeshakuwa nzuri tu, hata wameleta umeme kule. Kulikuwa na umeme wakati tunaanza sisi kwenda kule. Sasa jinsi ilivyoanza ni kwamba kulikuwa na watu fulani, mzee mmoja anaitwa, sasa hivi ni marehemu, anaitwa Ngoroma. Alikuwa amehamasika na wanavijiji wenzake, wakamtuma kama kiongozi wao kwamba aje kuongea na idara yetu. Walisikia tetesi kwamba tunaleta mbuzi kutoka Norway, mbuzi wa maziwa. Maana Norway ni nchi nayo katika nchi zinazoongoza kwa mbuzi wa maziwa, Norway ni moja wapo. Ila Norway ni nchi ya baridi sana, ina winter. Lakini pia sio mbaya, wakawa wamesikia tetesi huo mradi unaanza hapa idarani kwetu. Basi yule mzee akawa amekuja, akaongea na sisi kama wataalamu, na mkuu wa idara enzi hizo alikuwa marehemu Profesa Muze Mgeni. Akasikiliza na akatuita wale ambao tuna mapenzi ya kufanya kazi na mbuzi. Ilikuwa ni marehemu Profesa Mtenga, kuna Profesa Kifaro, kuna Profesa Mwikambele na mimi. Kwa hiyo tukaonyesha kwamba tuko tayari kufanya huu mradi. Sasa yule mzee alikuwa ametueleza kabisa kule kwenye milima yao kwa kweli huwezi kufuga ng'ombe, kwa sababu ile sehemu ina minuko milima sana. Ng'ombe hawezi kukaa akakaa vizuri, kwa sababu ile nani yake, yani si niseme topography ile ilivyokaa, ni kwamba ng'ombe hawezi kusimama, otherwise atasimama hivi, lakini kwa mbuzi anasimama kwa miguu yote minne kabisa. Basi kwa hiyo tukawa tumekubaliana na yule mzee, tukasema hamna shida, tutafanya utafiti wa kutosha nao. Ndio tukaingia kwenye makubaliano, tukafanya mpango mkakati, tukawa tumejiandaa kabisa kwamba tukaangalie ni wafugaji wangapi wako tayari, wana vijiji wangapi wako tayari kufanya kazi na sisi. Kwa hiyo tulipofanya survey ya kutosha, tukaenda kule tukauliza kama wanavyosema baseline studies, tukafanya yale makubaliano yetu. Tukapata hapo kwenye batch ya kwanza kabisa tulipata wenye interest kama 10, wafugaji 10. Tukawachukua, tukasema basi itabidi waje kwa ajili ya elimu kusua. Baadaye tena tukarudi kutafuta wengine, tukapata wengine 10. Kwa hiyo jumla ilikuwa 20. Kwa hiyo katika hao wafugaji tukawa tumesema basi waje wajifunze jinsi ya kufuga mbuzi kisasa. Na mbuzi bahati nzuri walikuwa tayari wameshafika hapa kutoka Norway, ambao wanatoa maziwa. Kwa hiyo wakafanya training yao, wakiwa wanaangalia mabanda ambayo tulijenga banda la mfano ambalo limeinuka kutoka chini kama mita 1.5, ili ule uchafu wa mbuzi unadondoka chini. Alafu banda linakuwa safi na maji hamna yaliyomwagwa na mikojo hamna.
na kinyesi kinapita chini. Kwa ile bana likaa nzuri sana kwa mfano, na wenyewe wakaelewa, wakaelekezeka vizuri sana. Na uzuri wa watu wa Mgeta ni wana bidii kweli ya kuelimika. Sababu na kuna mradi mwingine pia wa mboga waliwahi kufundishwa na Wafaransa, na sasa hivi kama unavyojua Mgeta wanaongoza kwa mboga, hata wanaleta huku mjini wanapeleka hadi Dar es Salaam. Kwa hiyo wakawa ni watu ambao wanafundishika sana. Kwa kifupi, baada ya kuwatrain kwa muda, wengine tuwatrain hapa, baadaye tukawatrain kule yani kwao. Baada ya kupata jengo la SUA ambalo lilijengwa pale kwa na ukumbi wa kuwafundishia, tukaendelea kuwafundishia kule. Tukapata na wale ambao wako tayari kutibu magonjwa madogo wanaitwa paravets. Tulipowapata wale, wakawa wanatusaidia sana wakati kuna tatizo la mbuzi ameumwa au nini. Kwa hiyo kwa kifupi, tuligawa mbuzi kwa makubaliano kwamba wanachangia hata wao. Hatukuwapa mbuzi bure. Tuliwapa majike, tukawapa na dume moja ambalo ile dume lingekuwa linazunguka kwa kila wafugaji 5 kwa kuanzia, alafu baadaye ikaongezeka idadi ikani kwa kila wafugaji 10 na kuendelea. Kwa hiyo huo mzunguko ukaendelea kwa miaka tangu 1900 ilikuwa 90 na ngapi ile 85 87. Kwa hiyo ndio huo mradi 87 wakawa wamechukua kupata mbuzi kule. Kwa hiyo wakahamasika, wakaendelea vizuri sana. Kwa kusema kweli, tupata pia mtu ambaye ni kama afisa ugani, anaitwa William Shekilango. Yule alihamasika sana, na yeye mwenyewe tukampa short course za kujifunza jinsi ya kusimamia wafugaji. Yeye mwenyewe alihamasika, akachukua na yeye mbuzi, akawa basi anafuga kisasa. Kwa hiyo watu wakahamasika, wakawa na kunywa maziwa ya mbuzi, hata watoto wadogo wakawa na furahia kunywa maziwa ya mbuzi. Na kuna familia ambazo walisema kwamba wamama walipofariki kwa bahati mbaya wakawapa maziwa ya mbuzi, utafikiri maziwa ya binadamu. Walikunywa vizuri mno na watoto wakapata afya, wakakuwa vizuri kwa raha vizuri kabisa. Kwa familia zikajengeka vizuri. Na watu wenye kuchukua ule miradi wakawa wengine wamefanya biashara nzuri kiasi ya kwamba walikuwa wanauza maziwa, wanauza vitoto vya mbuzi na hata mbuzi mwenye mimba, mpaka wakatokea kuwa wafanya biashara. Kwa mfano mzee mmoja anaitwa Mzee Mahenge, mpaka leo anaongoza kwenye ujasiriamali. Maana ilibidi alipata hela ya kutosha, akaja akajenga huko mjini guest, na yeye mwenyewe kule akajiendeleza na watoto wake akawapeleka shule kwa kutumia mradi huu wa maziwa. Kwa hiyo yeye ni mfano mmoja ambaye anaongoza sana, lakini wako wengi wa aina yake, na wengine wakawauzia watu Iringa, na Iringa kule mpaka sasa tunasikia kwamba watu wamefanikiwa sana tu, wanaendelea vizuri na huu mradi wa mbuzi wa maziwa. Kwa hiyo yale maziwa ya mbuzi naweza nikasema ya kweli yana virutubisho vizuri tu, kwamba kama una vidonda vya tumbo inasaidia. Watoto ambao ni wachanga kama nilivyokuambia mazao wakifa, wanakunywa yale maziwa yanawapa afya nzuri tu. Alafu tunapata tetesi kwamba hata watu wenye kupata ugonjwa wa HIV, waathirika wa ukimwi, nasikia wakinywa maziwa kwa kweli inakuwa kama ile ARV, inakuwa inasaidia sana kurefusha maisha ya wale wanaoumwa. Kwa hiyo tumeshajitahidi, nasikia hata Zambia wamesha import mbuzi wengi kutoka Norway kuwapa wale ambao ni waathirika na wameona afya zao zinakuwa bora sana. Zanzibar tulishapeleka pia mbuzi wa maziwa na kuwapa wale waliokuwa waathirika, na tunasikia hata afya zao nao ziliendelea vizuri. Kwa hiyo niseme nini kwa kweli kwa habari ya mbuzi na maziwa ya mbuzi? Yaani naweza kusema ni soko, ni jambo la kunani sana, la kushabikia. Wafugaji ni wengi, sio wengi sana, lakini ninavyoona jinsi ambavyo hii project ilivyoenda, tuseme kama ilisimama mahali ambapo bado uhitaji ulikuwa mkubwa sana. Watu waliposikia tetesi kwamba tunafuga mbuzi na tumepeleka mradi Mgeta, watu wakawa natafuta, wanapiga simu, wanasumbua, wanatafuta mbuzi wa maziwa, tunawaelekeza kwa Shekilango. Shekilango wakawa anawasaidia kupata kule kwa wale wafugaji. Lakini bado tuliona kwamba wale mbuzi walikuwa hawajatosha, pamoja na kwamba tuliweka kwenye vijiji vya Gairo
vijiji vya kule Lushoto, Bagamoyo, tukaona mahali pengine ndio walilega wafugaji wengine. So unajua kama ana ng'ombe, anaona ng'ombe ni bora kuliko mbuzi, anaona hampi faida sana. Lakini mahali kama Mgeta, hata Iringa milimani, Lushoto milimani, watu ambako wanaona kweli huyu mnyama ni ana faida, waliweza kuendelea kumfuga sana kwa ubora. Na ninavyoongea sasa hivi pale Mgeta walikuja kuongeza value addition kwenye yale maziwa ya mbuzi, kwamba halikuwa hauzi tu maziwa ambayo ni fresh peke yake. Tulikuja kuwafundisha kutengeneza yogurt, na mpaka leo huo mradi wa yogurt unaendelea pale Mgeta. Nashukuru Mungu kuna soko lao pale Nyandira, ambao sasa pale karibu na Nyandira kuna nyumba walipewa kwa kununua, nafikiri kiwanja wametengeneza pale, mpaka kuna jokofu, yani friji ya kuweka yale maziwa ya yogurt, na wanauziana wao kwa wao. Kuna wakati pia tuliwahamasisha wauze huko mjini, ila sasa ikawa kwamba uhitaji ni mkubwa kuliko uwezo wa kutengeneza ile yogurt au kutosheleza kuleta ya kutosha. Lakini ingekuwa kwa kweli miradi hii inapata tuseme msukumo wa kifedha kwa namna moja au nyingine, ungeenea sana sehemu kubwa sana ya Tanzania, hasa sehemu za baridi au mbuzi wanafanya vizuri sana. Kwa hiyo sijui niseme nini, lakini demand bado mpaka leo watu wanahitaji sana mbuzi wa maziwa ili waweze kuendelea kufuga. Kwenye sehemu kama za tambarare kama huku Morogoro mjini, Morogoro, sehemu za nyingine huko Dar es Salaam, Bagamoyo pia walihitaji mbuzi, lakini wasingechukua mbuzi wale ambao ni damu pure ya origin. Labda tungewachanganyia kidogo ili waweze kustahimili ile joto. Na tumeshafanya hivyo sehemu za Babati. Kuna mbuzi mwingine anaitwa Toggenburg kutoka Uingereza. Huyu anafanya vizuri sana. Mbuzi anauzwa hadi 400,000, mbuzi mwenye mimba. Kwa hiyo ana soko sana kule sehemu za kaskazini, lakini bado uhitaji ni mkubwa. Kwa hiyo mimi niseme tu kwa kifupi, ninachoweza kusema ni hivyo, na watu wamehamasika sana, wanapenda sana kufuga mbuzi hao kwa sababu ya kama nilivyokuambia maziwa yake yana virutubisho sana.